Habari za asubuhi mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Radio Kivu popote pale ulipo, na tumaumuri wa afya na uko chonjo na radio yako kwa ajili ya kuendelea kusikiliza matangazo yetu. Kwa moyo mkunjufu na ukaribisha kuweza kufuata uchambuzi wa habari zetu ambao jumuisho na ukurasa wa habari muhimu, ripoti za ripota wetu kutoka eneo mbalimbali, ukurasa wa habari za michezo pamoja na habari za kiraifa na zile za kimataifa. Asubuhi ya leo uchambuzi huu unaletwa kwenu na Misafari Almasi, upande wa pili unashikiliwa naye Isaac Mulucha Shibe pamoja na wengine watakaosikika katika uchambuzi wa habari. Nasema karibu na tega sikio. Msikilizaji, kabla ya kuingia kwenye undani wa uchambuzi wetu wa habari, unakuwa unapata fursa ya kuweza kufuata habari ambazo tumezipa kipaumbele, na kukaribisha Jean Ikala Jaden. Karibu. Naam, bila shaka mwenzangu Safari Alimasi. Leo kwenye habari muhimu tuanzie na hapa Baraka, ambako meya wa mji wa Baraka Bi Marimu Kanja Swazi amesema kuwa wanaendelea kufanya mipango ya kuimarisha usalama katika jiji hili, na tayari kuna baadhi ya wahalifu ambao tayari wamekamatwa na vyombo vya usalama kwa ajili ya hatua za kisheria. Namalizia na habari ya kitaifa, ambako Jano Mundeke, mkurugenzi mkuu wa idara ya huduma ya upelelezi ya kundi la wahasi wa AFC M23, amefariki dunia Jumatatu ya tarehe 26 Januari mwaka wa 2026 mjini Goma. Naweka nukta kwenye habari muhimu. Nikushukuru Jean Ikala Jaden kwa usomaji wa habari muhimu. Msikilizaji, tuanze uchambuzi wetu wa habari tukianzia hapa katika mji wa Baraka. Shirika la waendesha pikipiki wa masafa marefu wa Miski mjini Baraka limetaja kupongeza vilengo husika na usalama kwa jitihada walizozifanya na kupelekea barabara ya taifa namba 5 eneo la Baraka Uvira kuwa wazi na vyombo vya uchukuzi kupita bila tatizo lolote. Bwana Msambia wa Malungu Sajoni, coordinator wa Miski mjini Baraka, amesema kuwa njia ya Uvira Baraka iko wazi na wanafanya kazi zao kama kawaida, jambo ambalo ni la kupongeza, huku akiomba kwa serikali hasa vilengo husika na usalama kuzidisha ulinzi. Habari za Baraka Uvira, ndugu mtangazaji, ni habari za kweli, njia iko wazi na tunashukuru jitihada za mheshimiwa rais wa nchi na efora wanajeshi wetu wakishirikizwa pamoja na wazalendo kwa nguvu walizofanya mpaka kutukombolea Uvira. Mungu azidi kuwabariki. Njia iko wazi kabisa, hiyo tunahakikishia watu wote. Kwa sasa tujakuwa na ripoti hata moja vizuizi kusema kama mko vizuizi. Yaani njia iko wazi, hamna vizuizi vyovyote. Na kama mtakuwa vizuizi, mtakuwa na ujumbe gani kwa gouvernement provincial? Tutaomba kwa mkuu gavana wa jiji Mr. Jean-Jacques Kurusi na wa chini yake Jean-Jacques Lakano waendelee kutupiganishia ili vizuizi viendelee kutoka barabarani, maana vinasumbua sana raia na vinasababisha maafa mengi sana kwa raia. Naweza nikawaambia kama wasiwe na hofu, njia iko wazi na usalama huko barabarani. Kwa upande wa waendesha pikipiki, sidhani kama kuko manyanyaso yoyote ile, na ingelikuwa labda watu ndio wangelalamika kisha tunifanyizia kazi. Tukiwa tu katika mji wa Baraka, ni kwamba meya wa mji wa Baraka Bi Marimu Kanja Swazi amesema kuwa wanaendelea kufanya mipango ya kuimarisha usalama katika jiji hili, na tayari kuna baadhi ya wahalifu ambao tayari wamekamatwa na vyombo vya usalama kwa ajili ya hatua za kisheria. Akizungumza na redio yako, Bi Marimu Kanja Swazi, meya wa mura wa mji wa Baraka, ameanza kwanza kutoa pole kwa wahanga wa vitendo vya uporaji, huku akiahidi kudumisha amani kwa raia wake. Ninaenda kupatia wakaaji wa Baraka pole sana tena, juu sie wote hatulali usiku kama vile mchana, tunatumika kazi juu watu wa vile Baraka wajikute kama biku sekirize. Manake hatuko tunapata hata muda wa kuonekana juu ya hii hali usiku kama vile mchana. Ndio tunakamata ma processes. Tulianza tangia juzi yake wakati kulikuwa ba victime walipata mabali busiku, na tulifanya majitihada yote pamoja na wakuu viongozi wa region, tukapata wale basoda, na hii efenye ilipitika juzi tena kwa kuua ule mtoto wa 13 na bengine 3 kabe biko blesse. Jana tulikamata na leo tulikamata ba mwisho. Donc tuko mu harakati ya kukamata na kunyamasisha ile hali isiendelee. Donc kazi iko, hatuko tunalala busiku kama vile mchana. Na yule watu watasema meya wa mji hasemi kitu, aongee kitu, afanye nini, iko kimya, watu biko wanakufa. Hapana, niko nafanya kazi.
Hivi leo tulikamata mtu wa mwisho bale benye bali fanya ile kitendo juzi ya kuharibisha watu miguu na kupoteza uhai wa mtoto mwanamke. Na rasireva raia baendelee kutegemea kama tutakuwa na amani. Jana tulifanya jitihada yote, tuliita ngazi zote na mpaka Kishasa ikatosha ordre ke basilale hapa ile tenani batayo tukaideployer ilienda. Mimi na raia baliona kesho nabo vingine banamalizika. Antoka hapo tutabakia na force speciale ya baibu na a partir ya jana banaanza fanya mapatrouille na njoo wanaanza kamata bali watu. Mie ndenda kuambia kwanza ba chef de quartier batusaidie bie bakuba na denoncer. Donc kuko mtu mwanza ingia mu quartier yake asibakie kimya, asilale, afanye kazi. Hapa shia tuko tunalala juu ya kuangalia adui iko wapi, adui ni nani, anatokea wapi. Na baba chef de quartier ndio ba kwanza wakutupatia shie mahabari. Donc bafanye kazi yabo, chef de quartier aimize chef d'avenue aimize nyumba 10 kwa kuangalia koma tutametrize hii hali kwa muhayo kwa sasa hapa mvile tu Baraka kukosa amani. Mwishowe Bwana De Gaulle Malembe Wekubo, mwenyekiti wa baraza la vijana mjini Baraka, ameomba kwa vijana kutulia, kwani wanaendelea na jitihada za kupeleka malalamiko kwa vyombo husika na usalama. Naambia vijana wa Baraka ya kwamba kazi tunazidi kuifanya, tu respecte ma mesures de sécurité en attendant force spéciale isafishe mwingine purke tuishi na amani. Lakini waliongea kwamba usiku watakuwa natembea wanafaa patrouille, yote watakuwa na bunduki kwa askari, ako mwenye kwa askari kwanza kufunga mambo mengine baadaye. Kwa hiyo tunaambia vijana wetu wa Baraka kwamba hatuachilie kazi tunaifanya, lakini iko juu kuko incident fulani njoo president kufanya kile, tunafanya kazi mtu anaongea wakati yenyewe napaswa mtu kuongea. Tukue bapasia, espero bitakuwa bien. Imani gani ambayo mnayo kwa aibu na kusema kwamba watafanya doria vizuri na kulinda raia? Ndugu mtangazaji, ukisikia force speciale ni jeshi la mwisho la taifa. Na force speciale ni watu wa discipline sana, raia wetu wanajua kazi ambao wanaifanya mwa vita. Donc force speciale njo wakishinda kutupatia amani, donc hakuna jeshi lingine tena tupatia amani, kwani njo jeshi la mwisho la nchi ya Kongo. Na njo maana tuna imani na force speciale parce que njo force ya mwisho. Ushasikia wapi wanajeshi wanaoitwa force speciale? C'est pour la première fois tunabisikia, c'est-à-dire tuko na mabataillon infanterie, artillerie, banamura vingine, pour la première fois tusikie force speciale na njo maana njo jeshi la mwisho la Kongo. Yani ile kishinda kutupatia amani, yani pale tutasema basi ole kila mtu kama tengambo yake. Ndio ambia jeunesse ya kwamba ke atuachilie, tunachapa kazi sana na atulali. Kwa hiyo nashukuru sana meya wa jiji kusikiliza hatumo wakati si jeunesse kwa promet tunamwambia na tuakompanya, tunafanya ni plaidoyer. Namshukuru sana. Naambia jeunesse ya kwamba kazi tunaifanya, lakini haiko kila wakati ndio president pasha panda kuraja waambie hiki kilipitika wala kile kilipitika. Donc tunafanya kazi na tunapiganisha pour que insécurité itoke mwile tu Baraka na tuzidi kuishi maisha ya kawaida kama vile awali. Kiongozi wa shirika la CGOP ametaka serikali ya Mea Baraka kuendeleza kazi za kutengeneza mifereji, kazi iliyosimamishwa kwa sababu za kiusalama kwa takriban miezi mitatu sasa. Alipozungumza na Radio Kivu, Bwana Orfea Mwene Akamengele ameiomba Mea Baraka kumalizia mradi huo ambao kuchelewesha kwake kwaweza kuwa na madhara kwa raia walioko pembeni na mifereji hiyo. Tunaomba meya wa jiji la Baraka ambaye alikuwa ameshaanzisha miradi ya kutengeneza mifereji katika jiji la Baraka iendelee, kwa kuwa tulisikia kwamba ilisimama kwa sababu ya mambo ya vita, wakati fununu zilikuja kwamba waasi wanataka kuja huku, na ile ilifanya watu wasitishe zile kazi. Lakini sasa adui hawakufika Fizi, adui hawakufika Baraka. Ndio maana tunaomba waanzishe tena ile kazi ya mifereji, kwa sababu zile parcele ambazo zinakuwa pembeni ya ile mifereji zinakuwa mdanger. Ile mmonyoko wa ardhi inaweza fanya parcele za wakaaji ziharibike bure, kwa kuwa pesa zipo. Ile franga ya taxe conventionnelle kwanza ipo, tutasema kwenye redio kiwango, lakini muda utakufikia ambapo tutasema kiwango, kwa sababu ni mali ya raia. Kuna kuwa pesa ambayo raia wanalipa kwenye masoko, wanalipa fasi mbalimbali ambapo serikali inatoa pesa. Ndio maana tunawaomba waanze kutengeneza ile mifereji ili Baraka ipate kuonekana kama inasafikana. Siku zote kama mradi hauna muda wa kutumikiwa, wakongomani wania mbaya wanakuwa na ile zoezi ya kukamata muda sana
projet ambayo inahitajika kutumikiwa katika mwezi mmoja, miezi miwili, lakini unakutana watu wanafanya nayo miezi 6, mwaka, miaka 2. Ile inakuwa ni hali ya kupenda kula pesa. Na kwa kupenda kula pesa za raia ndio unakutana kama mradi unaendelea miaka nenda mradi hauishi. Lakini mradi ikiwa unasemekana kwamba utaanza mwezi wa kwanza unamalizika mwezi wa 3, tunajua kwamba pesa ambazo zilitiliwa chini zitatumika kwa ule muda. Na ndio maana hapa tuko nataka tukuye tu rappeler conscience ya wadirija wetu wa Meria Baraka kwamba waachane na hizi hali za kupenda kukogota muda wa kufanya miradi. Kama pesa zimesha kuwa chini, anzeni kazi na mumalize ili mchukue nyingine avenue. Haitabakilia ile avenue moja ambayo walianza na haitaki kumalizika. Kwa kuhitimisha, kiongozi wa shirika la CGOP amemtaka meya kwa Mura wa mji wa Baraka kutekeleza ahadi alizozitoa kwa raia wa Baraka, hususan ile ya kukarabati daraja la Malala. Juu ya kilalo ya Malala, sisi raia wa Baraka tulipata msaada kutoka kwenye MONUSCO ili tulipewa kwa ajili ya kutengeneza mabarabara na kutengeneza fasi ambapo panaharibika. Lakini mpaka sasa kilalo Malala inakuwa inasumbua watu pale wapita njia, inasumbua waendesha magari, waendesha pikipiki, inakuwa kero kubwa sana. Na ndio maana vile vile kwa hii fursa tunaomba meya wa jiji amalize ile mfereji na angalie jinsi ataanzisha kilalo ya Malala, kwa sababu ni ahadi ambayo alitoa kwa raia wa Baraka ya kwamba anajiporte garant kutengeneza kilalo ya Malala. Na basi atengeneze ile kilalo ili isaidie wakaaji kufanya maaktivite yao bila matatizo katika jiji la Baraka. Msikilizaji, tayari kipenga kimelia, ni muda mzuri wa kuweza kufuata habari za michezo ambako namkaribisha mwenzangu Zake Mlucha Sibe ambaye anavalia jezi aina namba. Karibu. Naam, asante sana Safari Alimasi Dilwe kwa kunipatia fursa hii ya kuwaletea wasikilizaji habari za michezo. Tuanzie hapa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni kwamba mshambuliaji wa AS Dauphin Noir Goma huko Kandinda Mapendo Payet anashikilia namba 1 ya wafungaji bora wa ligi kuu nchini DRC mwaka huu maarufu Linafoot, akiwa na goli 13 mbele ya Kashala Wane mwenye mabao 9. Sasa kwenye habari za usajili, Safari Alimasi, ni kwamba mshambuliaji wa Chelsea Raheem Sterling anatarajiwa kuondoka klabuni hapo kabla ya kufungwa kwa dirisha hili la usajili la Januari. Wagonga nyundo wa Uingereza West Ham wanaangalia uwezekano wa kumsajili kwa mkopo kipa wa Tottenham Hotspur Antonio wa miaka 22 na beki wa Chelsea kutoka Ufaransa Axel Disasi wa miaka 27. Wasipofanikiwa, the Ham hawatasita kurejesha beki wao wa Brazil ambaye yuko kwa mkopo kwenye timu ya Brighton. Sasa Safari Alimasi, usiku wa kuamkia Alhamisi hii kulipigwa mitanange 18 kwenye ligi kuu ya mabingwa barani Ulaya. Matokeo ni kama yafuatayo: Paris Saint-Germain walienda sare ya 1-1 na Newcastle kutoka Uingereza. FC Barcelona waliweza kuitambia timu ya Copenhagen mabao 4-1. AS Monaco wameenda sare tasa dhidi ya Juventus. Liverpool imewanyeshea mvua ya magoli timu ya Karabag kwa kuwapiga mabao 6-0. Naples imeambulia kipigo cha mabao 3-2 kutoka kwa Chelsea the Blues, na Benfica ikaifinyia ndani kwa ndani timu ya Real Madrid kwa kuitandika mabao 3-2. Bayern Leverkusen imelaza kwa dharau mabao 3-0 timu ya Villarreal, na Manchester City imeifunga Galatasaray mabao 2-0. Arsenal Gunners imefunga kwa kufurukuta mbele ya Kairat Almaty mabao 3-2. Club Brugge imeifunza kandanda timu ya Marseille kwa kuitabanga mabao 3-0. Dortmund imekubali kichapo cha mabao 2-0 kutoka kwa Inter Milan kutoka kwa Italia. Atletico Bilbao ikaweza kulazwa na Sporting CP kutoka huko Portugal mabao 3-2. Atletico Madrid iliweza kukubali kipigo cha Bordeaux Glimt cha mabao 2-1. Ajax Amsterdam nao ikapokea kichapo kutoka kwa Olympiacos mabao 2-1. Frankfurt ikapokea kichapo kutoka kwa Tottenham mabao 2-0. PSV Eindhoven ikapokea kichapo kabisa, lakini kilikuwa cha kufurukuta kichapo hiki kutoka kwa Bayern Munchen kwa mabao 2-1. Pafos FC ikaweza kuilaza mabao 4-1 timu ya Slavia Prague. Union SG ikaweza kuilaza timu ya Atalanta bao 1-0. Safari Alimasi ni malizito kusema kwamba ukisikia ligi ya mabingwa ndo hii sasa, yani hakuna mzembe. Timu hata kama hujui kushaiona tu wanacheza Champions League, tafadhali sana ipe heshima yake.
Asante sana mwenzangu Izake Mulucha Shibe kwa habari hizo za michezo. Kama ulivyosema ni ligi ya mabingwa na kila mtu akisha kara tiketi ya kwenda hapo anakuwa ni mkubwa, hakuna mdogo kwenye Champions League. Msikilizaji, endapo ndo unakuja kujiunga nasi, niombe kwamba unaendelea kuregea sikio za Kiswahili ya Radio Kivu kwa masafa 93.0 FM, na huu ni muda uchambuzi wa habari kwa lugha tukufu la Kiswahili. Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz. Na kwingineko ni kwamba ni vema raia sa vijana kuwa kwenye mstari wa mbele kwa kupigania udongo wa nchi ya DRC. Ndivyo amesema hayo mwanabunge mchaguliwa kwenye ngazi ya kitaifa wa tarafa la Fizi Nyamangyo Kuishibwela Uberi. Katika mazungumzo nasi mwanabunge huyo amesema kusikitishwa kuona baadhi ya vijana wanakuwa wakiungana na adui. Mheshimiwa Nyamangyoku ameeleza afuatayo. Na kuwa na neno la kwanza ni kushukuru vijana wale wenye wanabakia wa patriot. Paske tuko na vijana wenye wanasimama ima, lakini tunakuwa na wengine wa vijana wenye adui amewanunua, na wale wa vijana wanakuwa wengi, wanakuwa mkutubika na adui. Ile tungiliomba wale wa vijana wageuze mawazo. Kwa nini? Kwani hii udongo yenye tuko nayo, udongo wa Fizi, udongo wa sekteri ya Itombwe, tuliupata kutoka mababu, na ni lazima sisi hii generation yetu, paski katikati ya vijana wa mingi bashaoa, wa mingi kuna watoto, wajue kwamba watoto yabo biko na besoin na ile budongo, bajukuu biko na besoin na ile budongo, bajukuluza batakuwa na besoin na ile budongo. Paske vita yenye Munyarwanda iko nayo anaweza wapresenter bingine Tshisekedi iko hivi, Tshisekedi iko vile, me ye bana viser kwa ni udongo yetu. Donc politiki yabo ni kurevendiquer maudongo, na mjue kwamba hatuna wengine udongo. Ukikuwa na hii udongo unaujisha Munyarwanda, kesho utaishi namna gani? Eske utaitika ukuwe apatride mnyana udongo? Utakuwa mtu mnyana udongo aloke tate yako ba sekre yako walikuachia udongo, sasa wewe upoteze udongo, bajukuruza bataishi namna gani? Et donc ile tunaomba tukue ba vrai patriote. Na kwenye habari za kiraifa ni kwamba Jano Mundeke, mkurugenzi mkuu wa idara ya huduma za upelelezi wa kundi la FCM 23, amefariki dunia Jumatatu tarehe 26 Januari 2026 mjini Goma. Isaac Mulucha, karibu mara tena. Naam, mwezi mmoja tu baada ya Magloire Paluku, mmoja wa viongozi wa AFC M23 wa kabila la Nande, kuuawa kwa kupigwa risasi mjini Goma, mji ambao M23 inasema umekombolewa na kuuita mji salama. Jano Mundeke, mkurugenzi mkuu wa idara ya huduma za upelelezi ya kikundi cha wahasi cha AFC M23, amefariki dunia. Habari hizo zimethibitishwa na vyanzo mbalimbali vya habari ikiwemo Neo Afrika. Kulingana na taarifa zilizopatikana kutoka kwa vyanzo vya karibu na swala hilo, Jano Mundeke alikuwa amerudi kutoka kifungo alikowekwa na wenzake wa AFC M23 kwa wiki kadhaa, huku sababu halisi za kukamatwa huko kwa ndani hazijulikani rasmi hadi sasa. Licha ya kuwa mkurugenzi huyo wa kitengo cha ujasusi cha wahasi wa AFC M23 amefariki kwa maradhi ambayo yanatajwa kuwa ya muda mrefu, bado maoni mseto yanaibuka miongoni mwa wananchi. Wamoja wanaona kuwa mkongomani yeyote kujiunga na AFC M23 ni dhambi ambayo mshahara wake wa mwisho ni kifo, na wengine wakiona vifo hivyo kama jambo la kawaida ambalo linaweza kumkuta mtu yeyote mwenye mwili bila kujali kwamba yuko Goma, Bukavu, Lubumbashi au Kinshasa. Safari Almasi Dilwe ni yayo nilikuwa nayo kwenye habari ya kitaifa. Asante. Tumalizie na habari hizi za kimataifa huko Burundi, ambako wakimbizi wa DRC waliopo katika kambi ya wakimbizi ya Busuma mkoani Buumuza mashariki mwa Burundi wamelalamikia hali duni ya maisha, ikiwemo ukosefu wa chakula, maji na usalama. Kambi hiyo imewahifadhi wakimbizi takriban 1035 ambao wamekimbia makazi yao kutokana na mapigano yanayoendelea huko Kivu ya Kaskazini na kupelekea wengi kuyama makazi yao. Ndani wa taarifa hii naye Bukuru Elias Daniel, mwanaripota wetu wa Burundi.
Wakimbizi kutoka DRC walioko katika kambi ya wakimbizi ya Busuma katika wilaya ya Ruyigi mkoani Buhumuza wanalalamikia kupokea chakula kidogo, baadhi yao kutokuwepo kwenye orodha wanaopokea chakula, huku wengine wakisema kuwa kulalamika shida kwao, wakitoa wito kwa serikali za Burundi na DRC kulivalia njuga swala hilo. Jua njala tangia mwezi mfikia hapa mtu hayapokeaga hata kitu kimoja. Unakia jikute hapa sina baba sina mama, nilikimbiaga mimi mwenyewe na hapa siawahi kupokea hata kitu hiki kimoja, nakia kulala eko siapokeaga. Unasikia sasa, unafikiria mimi ndaishi haye tangia nifikia hapa, muangalia hata kunyumba yangu kisiko na muangalia hata mwangu kisimuko, yani vitu hivi vinailumiza sana roho. Unaenda pokea wanakuambia rudia makana kiko mingi sijui nini na nini. Unasikia sasa vile vraiment vile vitu vinatuumiza sana roho, na ningewasimu kamata hata nyumba yangu yeye yenyewe muangalie kisiko. Sisi tulitoka Mkongo, tuko wakimbizi, tunafika hapa wenyewe bali tutiaga tunatoka tuko wakimbizi, lakini hakuna kitu tushapata. Debu tulifikiaga huko wamoya wenyewe bashaka pata. Mimi nafunga mwezi na nusu siapataga hata budengeti, na chakula siapataga, na franga siapataga, maana yake ni shida tu. Niko na jeto mbili zote. Nikifika kuchakula wananiambia uende franga. Nikifika kufranga uende kubunga. Sasa niende wapi? Burangeti sina, nyumba sina, chakula sina. Sasa niende wapi? Tuko watano. Niko na watoto 4 na mimi 5. Mimi naomba msaada watusaidie, waangalie wenyewe yapataka chakula. Watusaidie na shi. Kama ni serikali ya Kongo, kama ni ya Burundi yenyewe kuna inabangalia. Watusaidie na shi. Tunateseka, tunataka kufa na njaa. Sisi tumeenda kujikuta watu 10 tuko muhinyumba hidogo ya kauchu na hema zenye hazitoshi. Kisha mama moja alitusaidia kwa sababu yeye amesha kupata nyumba, akatukubalia tuwe tunalala mshambre moya ya nyumba yake. Njoo tunajikuta tukajigawanya, mdogo yangu na watoto wake 3 wadogo wanalala muia kidogo, na sisi tunalala sisi wote muile yenyewe ule mama alituazima tulale pale kwa kusubiri kama tunaweza pewa na sisi yetu. Cha ajabu ni kwamba tunapoenda ili tupate nyumba hatuzipati, na mara tunaenda kukuta wakati tunaenda ili tupate wanaposoma liste wanasema sisi hatuko kuliste, et pourtant balituenregistre bakatuandika. Tunaenda kukuta iko ina maana gani? Hatupati nyumba, hata chakula hatupokei vilivyo, wanatuambia aseme hatuko kuliste. Kisha ndio maana wengine wako wanaenda kupata hasira, wanasema basi haina maana kuishi humu, hatuna nyumba, hatupati chakula comme il faut. Kumbe mturudishe kwetu, twende tukufie kwetu, sababu yote ni maafa. Ndio maana bana declare ba mingi, kama mnakuta ba mingi banaanza toroka, ni kwa sababu hii hatuna hema ya kulalia. Mvula ikinyesha wengine wananyeshewa nje, jua ikipiga tunazurura, tunaenda kukuta kumaliste bamoya habajitruve kumaliste yenyewe baliandikaka, banasema mashine hamuko mu mashine. Kambi hiyo imewahifadhi wakimbizi takriban 65 walioyakimbia makazi yao kutokana na mapigano yanayowahusisha vikosi vya serikali na waasi wa M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na serikali ya Kigali, licha ya Rwanda kukanusha mara kadhaa. Nikiripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Msikilizaji, ni kupitia hapo ndipo tumefika mwisho wa uchambuzi wa habari zetu siku ya leo. Shukrani kwa wewe ambao ulitutegea sikio mwanzo hadi mwisho wa uchambuzi wa habari, na shukuru vile vile joku mzima la wariri wa habari wa Radio Kivu. Aliyekuletea uchambuzi wa habari si mwingine ni mimi Safari Almas. Sina la ziada na kuaga nikikutakia asubuhi njema. Bye bye.